Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na juzi kati tulifanikiwa kupata teaser ya kwanza kabisa ya movie ya Avengers inayofuata aka Avengers Doomsday. Na kiuhalisia hii teaser haikuwa ndefu sana, ila itupa information za hapa na pale, yani kuhusu issue gani gasa ya kutarajia katika movie hiyo ya Avengers inayofuata. Na kiuhalisia issue kubwa kabisa ya kuzungumzia ni issue ya timeline. Umeona mpaka hapo, na issue ya timeline ni issue ambayo sasa iliwagawa wapenzi wengi wa MCU baada ya movie ya Avengers Game kutoka. Umeona mpaka hapo, na issue pia iliwagawa ma writers, yani waandishi wa hii movie, na vile pia sasa ma director wa hii movie aka The Russo Brothers. Ila kabla tujaingia katika mambo ya timeline, tuanze kuvunja issue gani hasa ambayo tumeziona katika teaser hii ambayo inamhusu Steven Rogers, na baada hapo tutaingia tena sasa kuzungumzia kuhusu timeline. Na katika teaser yetu, katika scene ya kwanza kabisa, tunamuona mchizi wetu Steven Rogers akiendesha pikipiki, na bila shaka hii pikipiki sasa iko ni pikipiki ya kitambo sana, miaka 40 kama tulivyoona katika movie ile ya Captain America The First Avenger. Kwa bila shaka sasa hii scene ni scene ya miaka 40 sasa baada ya Steven Rogers kuamua kwenda nyuma ya muda kwa nia sasa ya kuishi na Peggy Carter. Na vile vile tunaona anaingia ndani ya nyumba, na vile vile pia tunaona hapa anachukua nguo zake za Captain America na kuamua kuzifungia, umeona, ndani ya mkebe. Umeona mpaka hapo. Kwa hapa na kitu kimoja kwamba baada ya kuingia in the past, yani Steven Rogers aliamua kabisa ni kuachana, umeona, na hizi issue hizi za Captain America. Na kwa washikaji ambao wanafuatilia vizuri kabisa ulimwengu wa MCU ni kwamba sasa Captain America ni title ambayo inaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na kwa sasa ndani ya ulimwengu wa MCU hii title ya Captain America imehama sasa na kuna moja kwa moja kwa mchizi wetu huyu Sam Wilson. Na vile vile scene inayofuata tunaona hapa Steven Rogers alikuwa na mtoto, umeona mpaka hapo, na bila shaka sasa huyu mtoto kuna uwezekano mkubwa akawa ni mtoto wa kiume, kwa sababu za katika nchi za magharibi hizi, umeona, rangi ya blue inakuwa ni mtoto wa kiume na rangi ya pinki sasa inakuwa ni mtoto wa kike. Na bila shaka sasa huyu mtoto huyu, umeona, atakuwa ni mtoto ambaye kazaa naye sasa na huyu mdada huyu anaitwa Agent Carter. Na hapa swali la kujiuliza linakuja sasa, kuna uhusiano gani sasa, umeona, wa ulimwengu wa Avengers Doomsday pamoja na watoto, kwa sababu issue ya watoto tuliona, umeona, katika ile movie ya Fantastic Four kwamba tulimuona Dr. Doom hapa alienda kumchukua huyu mtoto wa Reed Richard. Na je, sasa mtoto ambaye tunamuona hapa atakuwa na story gani ambayo inahusiana na Dr. Doom? Umeona mpaka hapo, na ni maswali fulani ambayo hadi sasa majibu yake hatuna yani. Na baadaye tunaona maneno kwamba Steven Rogers atarudi yani katika movie ya Avengers Doomsday. Ila hatujui sasa mchizi atarudi yani kama character ya nani, umeona mpaka hapo, kwa sababu hadi sasa yani hii title hii, umeona, ya Captain America ipo chini sasa ya Sam Wilson. Kwa bila shaka mchizi atakuwa either ni Steven Rogers, umeona, kama jina lake linavyosema, au maybe anaweza kurudi kama Nomad ndani ya ulimwengu wa MCU. Na inavyoonekana movie yetu itatoka Desemba 18 mnamo mwaka 2026. Ila kwa bahati mbaya ni siku ambayo sasa movie yetu ya Dune 3 nayo pia itakaribia kutoka. Na cha kuongezea tu ni kwamba hii movie yetu inaitwa Avengers Doomsday, yani Avengers siku za mwisho, umeona mpaka hapo. Na hapa tunafanikiwa kuona sasa washikaji wa Russo Brothers waliamua sasa kuweka Doomsday Clock, yani saa ambayo ina count yani kabla ya siku za mwisho kutokea. Kwa mfano kwa sisi ambao tumezaliwa miaka 90 na kulia miaka 2000, kulikuwa kuna tetesi kwamba ukifika mwaka 2000 ndio utakuwa mwisho wa dunia. Kwa watu wengi sana sasa, umeona, walikuwa na Doomsday Clock, yani tarehe ikifika tu ile tarehe ya mwisho kabisa, tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2000, basi pap, utakuwa mwisho wa dunia. Na vile vile pia sasa hii chata ya mwisho kabisa, muona, katika movie ya Avengers ilikuwa na rangi ya kijani. Kwa hiyo rangi ya kijani ina maana nyingi, inaweza kumaanisha Dr. Doom, na vile vile pia sasa ilikuwa ni kama dirisha fulani hivi, na bila shaka madirisha yanaweza kana symbolize, yanaonyesha kwamba ni nchi fulani ya Latveria ambayo kwa kitoka mchizi wetu huyu anaitwa Dr. Doom. Kwa hiyo hadi hapa natumaini tukoshaelewa kimtindo fulani kuhusu hii teaser, umeona mpaka hapo. Ila baada ya kuangalia hii teaser ishi kubwa kabisa ambayo nilikuwa nimeiona hapa, ambapo maybe, umeona, wapenzi wengi wa MCU watakuwa wanajiuliza yani, au sisi ambao tuliangalia movie Endgame back in the days tulikuwa tukijiuliza ni issue fulani hivi ya timeline, umeona mpaka hapo. Yani mchizi sasa baada ya kwenda nyuma ya muda sasa, umeona, hii timeline yake ilikuwa ni timeline nyingine kabisa tofauti na timeline yetu hii ya dunia namba 616. Umeona mpaka hapo.
Na ili kuelewa hichi kitu lazima tuingie deep zaidi kuelewa jinsi gani sasa umeona time travel inavyofanya kazi ndani ya ulimwengu wa MCU. Yani mtu sasa anavyosafiri umeona kutoka present umeona kwenda past, issue gani hasa ambayo inatokea umeona mpaka hapo. Ila kiprinciple ni kwamba katika ulimwengu wa MCU mtu yoyote yule ambaye anafanya time travel umeona mpaka hapo kutoka present na kuelekea past, ikitokea huyo mtu akifanya mabadiliko fulani hivi umeona, basi kutotokea branched timeline, kwa sababu sasa umeona hauwezi kubadilisha future umeona mpaka hapo kwa kwenda past. Na ndio maana sasa katika movie yetu ya Avenger Endgame umeona mpaka hapo washikaji wote wa Avenger wale umeona ambao walienda past kwa nia ya kuziba zile Infinity Stone, baada ya kuziba Infinity Stone na kuja moja kwa moja katika present na Iron Man akapiga snap yake ile umeona mpaka hapo, hawa Avengers waliamua kuchukua Infinity Stone na kuzirudisha moja kwa moja katika past umeona mpaka hapo, ili kuzuia sasa uwepo wa branched timeline umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa sasa baada ya Steve Rogers kufanikiwa kuzirudisha Infinity Stone umeona katika past umeona, kuna ishi moja jamaa alifanya, aliamua sasa kwenda moja kwa moja katika miaka 40 kwa nia ya kuishi na Peggy Carter umeona mpaka hapo. Kwa hiyo hapa sasa umeona kwa sisi ambao tunaelewa vizuri ulimwengu wa MCU ni kwamba sasa umchizi baada ya kurudi katika past umeona na kuamua kuishi na Peggy Carter, wakati katika future yake yani alikuwa hajaishi na Peggy Carter. Na Peggy Carter kama tulivyoona katika movie ya Captain America Civil War, Peggy Carter alifariki dunia. Inamaanisha kwamba sasa umeona Steven Rogers alibadilisha past umeona mpaka hapo, na kisheria kama kubadilisha past umeona future yako hawezi kubadilika. Kwa njia pekee ya future yako kubadilika lazima sasa umeona branched timeline itokee. Na kwa hapa kwa lugha nyepesi kabisa ni kwamba sasa Steven Rogers baada ya kwenda past na kuishi na Peggy Carter waliishi katika timeline nyingine. Yani yule Peggy Carter ambaye alikuwa na Steven Rogers alikuwa ni Peggy Carter mwingine kabisa katika timeline nyingine kabisa, kukompea na yule Peggy Carter yule ambaye tulimuona katika TV show ya Peggy Carter, na vile vile mbele tumemuona sasa katika kifo chake katika movie ya Captain America Civil War. Na vile vile pia ile scene ambayo tumeiona katika movie ya Endgame ya Steven Rogers mzee ni kwamba sasa Steven Rogers mzee alikuwa ametoka katika timeline nyingine kabisa ambayo alikuwa amezeeka na kuingia moja kwa moja katika timeline yetu ya namba 16 kwa nia sasa ya kumpangao mchezo wetu Sam Wilson. Na hii sasa ni theory pekee ambayo ina make sense yani kuhusu time travel na vile vile pia maisha ya Steven Rogers, na vile vile pia sasa ina make sense baada ya kuangalia ile TV show ya Agent Carter umeona mpaka hapo. Na ni theory ambayo sasa umeona madirector wa ile movie ya Endgame Russo Brothers wanaiamini theory umeona mpaka hapo. Ila sasa kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona waandishi wa hii movie ile Endgame umeona mpaka hapo yani wanaamini kitu kimoja kwamba Steven Rogers umeona baada ya kwenda past yani hakutengeneza branched timeline, yani aliendelea kuishi katika timeline yetu hii ya dunia namba 616. Na kiuhalisia hii theory hai make sense, kwa sababu sasa ili make sense ni kwamba sasa umeona katika timeline yetu hii ya dunia namba 616 kutakuwepo na Steven Rogers wawili. Yani Steven Rogers mmoja ni yule ambaye alienda kumuoa sasa Agent Carter umeona na kufanikiwa kupata mtoto na kuendelea kuishi mpaka anazeeka, na Steven Rogers mwingine sasa ni yule ambaye tumemuona katika movie zote hizi za ulimwengu wa MCU. Kwa ni kwamba sasa Steven Rogers ambaye alizeeka alikuwa akiangalia tu yani umeona mambo yakiendelea mabovu bila kuinterfere ni issue yoyote ile, na ni issue ambayo hai make sense yani. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa hii theory ya pili umeona ambayo mimi binafsi pia sikubali, ni theory ambayo sasa Kevin Feige anajaribu kuipush chini kwa chini yani umeona mpaka hapo. Kwa watu juu sasa katika movie inayofuata ya Avengers Doomsday watafuata theory ya kwanza ambao Russo Brothers wanaikubali au theory ya pili ambao waandishi wanaikubali. Kwa hiyo sasa hatujui umeona mpaka hapo. Na vile vile pia katika kifo kile cha mdada wetu huyu umeona Agent Carter, umeona Agent Carter alizungumzia kuhusu watoto umeona mpaka hapo. Kwa watoto wao sasa tujui ni watoto wa Steven Rogers au watoto umeona ambao Agent Carter umeona alijifungua umeona akiwa na mume wake kama tulivyoona umeona katika TV show Agent Carter. Kwa hatujui yani umeona mpaka hapo. Kwa ni issue ambayo yani tunasubiria yani umeona waandishi wa MCU wa hii movie wataandika story gani hasa na jinsi gani sasa umeona watafikia umeona mashimo yao ambayo tumeona katika ulimwengu wa MCU. Na binafsi nahisi yani tiza yetu ilikuwa haina information nyingi zaidi umeona, ila kama una maswali hapa na pale unaweza ukayaachia hapo chini, na kwa review ambazo zinafuata
katika ulimwengu wa vibanda umiza. Stay tuned.